Lakini kwa kadiri muda unavyokwenda, hali ya Dar es Salaam kwa sasa ni shwari. Watu bado wanaendelea na shughuli zao za kawaida, na kile ambacho kilielezwa kwamba labda huenda kungekuwa na sintofahamu ya hapa na pale, naona kwa sasa hali ni shwari kabisa. Ya, hali ni shwari na kulitokea turapsha ndogo ndogo mapema kwa sababu ya namba ya watu ambao walikuwepo eneo hili, na maofisa wa polisi wameonekana kuchukua baadhi ya watu ambao wali kuwepo hapa, na wao labda waliwatafsiri, hiyo ambayo imetusaidia kwa kiasi kikubwa namba kubwa ya watu kupungua katika eneo hili la mahakama. Na hii ni kwa sababu sehemu kubwa pia ya watu wameweza kufuatilia kesi hii kupitia kwa njia ya mtandao. Kwa kama ambavyo tumesema, ni swala kusubiri kwa maana ya waendesha mashtaka jamhuri, lakini kusubiri pia watetezi wa Tundu Lissu kwa maana ya mawakili wake ambao asubuhi tulipata nafasi ya kufahamu ni wangapi, ili na wenyewe waje kutupa mrejesho kwamba nini ambacho kimefikiwa kama uamuzi wa hili ambalo linaendelea, na ni wapi sasa ama ni kipi ambacho wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema watapaswa kuondoka nacho kutokea hapa. Lakini mpaka sasa kwa kweli hali ya maeneo haya imekuwa kwenye usalama na utulivu, na kila kitu naona kinaenda sawa sawa, kwa sababu hata hapa kwenye mahakama Kisutu kwa pembeni nadhani kuna ujenzi na ukarabati wa barabara ambao unaendelea. Kwa hiyo shughuli nyingine zinaendelea na shughuli za mahakama zinaendelea. Kwa hiyo kikubwa hapa zaidi ni kwamba ile taarifa ambayo nilikujuza mwanzo kwamba watu wengi ukipita huko mtaani unapishana na askari polisi. Kazi ya polisi ni kulinda mali pamoja na raia wake. Lakini kazi ya polisi vile vile hahitaji mpaka tukio litokee ndio aanze kuchukua hatua. Anapaswa kuchukua hatua kabla ya tukio kujitokeza. Ndio maana wana ile taarifa wanasema hivi, yani intelijensia yetu imeonyesha kwamba bwana, maana yake kama Tundu Lissu angepaswa walete mahakamani hapa, haya magari yote ambayo unayaona yasingepaswa kupita hapa. Yangepaswa kutafutiwa njia nyingine ili aweze kupita haya magari tofauti na haya yalivyo sasa. Kwa hiyo ile gepo ya watu kikimbizana hapa na pale na nini ingekuwa haieleweki. Kwa namna ambavyo walikuwa wanahakikisha kwamba wamesema tusogee hivi kidogo. Tusimame kwa hapa. Bwana, wanatupa maelekezo hapa askari ingalau tusogee kidogo, tusikaribie gari. Na sisi tunatii kile ambacho wanatuambia. Kwa hiyo nilikuwa ninaendelea kile ambacho nilikuwa ninakujuza kwamba kama kwa mfano angeletwa mahakamani, maana yake kwa namna moja ama nyingine hii barabara ingetakiwa ifungwe ili itumike barabara nyingine. Kwa hiyo hii nadhani pia itakuwa imesaidia kurahisisha hata ile jamu ya hapa na pale. Na unajua Dar es Salaam ni sehemu ambayo ina watu wengi, ni idadi kubwa ya watu ambayo wapo katika eneo hili. Kwa hiyo kuya divert haya magari yaende sehemu nyingine pia ingekuwa ni jamu zaidi. Labda huenda kadiri siku zinavyokwenda, kesi hii inavyoendelea, labda watakuja na namna bora ya kuhakikisha kwamba watu wanapokuja mahakamani basi wanapata taarifa kuhusiana na kiongozi wao, mwenyekiti wao, alafu mwisho wa siku wanaenda nyumbani. Kusaga, tumepata taarifa ya makamu mwenyekiti bara kwa maana ya John Heche kukamatwa maeneo ya Salenda. Tumepata taarifa kuhusiana na katibu mkuu JJ Mnyika kukamatwa maeneo ya Faya, na baadhi ya viongozi labda wengine kuzuiliwa maeneo mbalimbali. Unahisi kukamatwa ama kutiwa nguvuni kwa viongozi hawa waandamizi ambao na wenyewe uelekeo wao ulikuwa ni kufika hapa Kisutu, umepunguza labda pia kwa kiasi chake pia nafasi au ari ya wanachama wengi kuwepo eneo hili kwa kuona hawatakuwa na mchungaji wa kuwaongoza nini cha kufanya? Amekamatwa kiongozi mkubwa. Sasa sisi wadogo mimi nakuja kufanyaje? Kama amekamatwa huyu, manake sina mimi kwa vyovyote
nitakamatwa. Na ukiwa kiongozi, maana yake kwa vyovyote na watu nyuma yako. Kwa hiyo huenda viongozi nao wangekuepo, idadi kubwa ya watu ingekuepo, kwa sababu angekuja akamkamatia hapa nje ya mahakama Kisutu. Kwa vyovyote hawa wanachama huku wasingekubali, reaction ingekuwa ni kubwa. Kwa hiyo ile busara, kwa vyovyote tu lazima watakuja kueleza kwamba walikamatwa kwa sababu gani, labda walihisi kuna issue gani ambayo huenda ni uvunjifu wa amani na vitu kama hivyo. Kwa sababu kwa mfano pia askari polisi wakihisi kwamba usalama wako ni mdogo, wanakuchukua, wanakuhifadhi. Mimi iliwahi kunitokea hiyo katika masuala haya ya uandishi wa habari. Akwambia bwana, ngoja hii kidogo ipite, halafu baada ya hapo tutakuwa nini. Hawakufunguli mashtaka wala nini, ila wanakuambia tuliona hali ya usalama ni 1 2 3. Kwa hiyo wewe tungekuacha pale, usalama wako ungekuwa mdogo. Saa nyingine ukifikiria pia nadhani kidogo inaleta uhalisia wenyewe. Kwa mfano niliwahi kwenda kwenye taarifa moja, aliyenisaidia aliyekuwa mkuu wa wilaya ya kipindi hiko, Mheshimiwa Jerry Muro. Nilitakiwa kukamatwa, lakini nimefika kule maeneo ya Arumeru, Jerry Muro akanizuga kama vile anaenda kununulia chai. Tunakaa hivi tunapiga story na nini, nikafanya interview na nini. Ikafika jioni nikamwambia, mbona tumekuja kwenye story fulani hatujaenda na huyo kiongozi amekuja? Akanambia, mdogo wangu, ngoja nikwambie, kulikuwa na 1 na 2 na 3, na mimi ninakupenda, ninachohitaji ingalau wewe ubaki salama. Kwa hiyo baada hapo sisi nikabaki salama, nikaondoka. Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo usalama wa maisha yetu ni muhimu kuliko hiki ambacho tunakifanya, na tukitii kile ambacho mamlaka inasema, basi na sisi tunaendelea kubaki salama. Kwa hiyo tusubirie mahakama watakachokisema, kwa sababu wao ndio wanaona kwamba wana nia ya kufanya kile ambacho kinaendelea, na mwisho wa siku watatupa mrejesho, kwa sababu siku hizi vyombo vya habari dunia iko kiganjani. Chochote kitakachoelezwa hapa Dar es Salaam, Kigoma kitasikika tu. Kitakachoelezwa hapa Rukwa kitasikika na maeneo mengine. Kwa hiyo watu watajua. Sasa hivi tumeeleza kwamba mahakama itasikizwa kwa njia ya mtandao. Kila mtu amejua kwamba kuna kitu ambacho kimeendelea. Kwa hiyo nadhani ni utaratibu tu ambao unatakiwa ufuatwe, alafu maisha mengine yaendelee. Sawa sawa. Bwana, ni matangazo haya ya moja kwa moja kutoka hapa maeneo ya Kisutu jijini Dar es Salaam, na hii ni follow up ya kuhakikisha unapata taarifa zote kuhusiana na kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu, ambaye kesi yake inasikilizwa hapa na muda huu tukiwa tunazungumza kesi hiyo inaendelea. Kama ambavyo Kusaga ameweka wazi hapa, tunayo mengi bado ambayo yataendelea kutokea katika eneo hili, hivyo usije ukaondoka katika uwepo huo wa kufuatilia matangazo haya moja kwa moja. Tunamtarajia hapa kamanda wa polisi wa kanda maalum ya Dar es Salaam, Jumanne Murilo, huenda akaja akatupa nafasi ya kufahamu operation hii ambayo imefanyika siku hii ya leo katika viunga hivi imekuwa na mafanikio kwa kiasi gani, lakini tunaamini pia tunayo nafasi ya kusikia maendeleo ya kesi hiyo, ama namna kesi hiyo ilivyoendeshwa kwa upande wa mashtaka na kwa upande wa Tundu Lissu, ambaye leo hii ilitarajiwa ama ilielezwa atawakilishwa na watu ama mawakili wake. Sije ukaondoka, kwa sababu unaweza ukaondoka ukakuta huku nyuma kamanda Muliro amezungumza na ukakosa vitu vya muhimu. Na kwa vyovyote kamanda Muliro anafahamu kwamba waandishi wako viunga hivi, kwa hiyo muda wote tu anaweza ukashangaa na sogea hapa, mwisho wa siku tukapata fursa ya kuzungumza naye. Lakini pamoja na hayo, nilikuwa najaribu kupitia historia kidogo katika nchi zetu hizi za Afrika, viongozi ambao waliwahi pia kupewa kesi kama ya uhaini. Tundu Lissu anaingia kwa viongozi, inafikisha sasa idadi ya watu 6, viongozi 6 ambao waliwahi na kwa nyakati tofauti katika kesi hii ya uhaini. Licha kwamba pale Uganda kuna Kizza Besigye, yeye mpaka sasa yuko gerezani kuhusiana na kesi hii, lakini
Bobi Wine aliwahi kupewa kesi kama hii, lakini kuna viongozi mbalimbali ambao pia Robert, lakini Hakainde Hichilema ambaye kwa sasa ni rais wa Zambia, naye pia aliwahi kupewa kesi hii ya uhaini. Lakini Ernest Bai Koroma ni rais wa zamani wa Sierra Leone, huyu pia amewahi kupewa kesi ya uhaini. Ousmane Sonko vile vile. Wengi waliokuwa wanatarajia kufika mahakamani hapa, na wengi watafuatilia kupitia mtandao, na wanasheria wakati mwingine watusaidie tafsiri ya uhaini ni kitu gani, kwa sababu mimi sijui, wewe haujui, na watu wengine hawajui. Ndio maana wakawekwa watafsiri wa sheria ambao ni mahakama. Kuna majaji, kuna mahakimu ambao mwisho wa siku wanatueleza hiki, ukifanya hivi utakuwa umevunja sheria, ukiwa umefanya hivi utakuwa uko sahihi. Kwa hiyo sisi kazi yetu tu ni kuheshimu, na ndio maana mara nyingi kuna umuhimu mkubwa sana Bwana Joeli, ya kupata elimu kuhusiana masuala mazima ya sheria, hata kama wewe sio mwanasheria. Saa nyingine kuwa tu hata na rafiki ambaye ni mwanasheria, muulize maswali hapa na pale kwamba ndugu yangu, hivi hili na hili linekaaje? Wengi tunakosa zile haki za msingi kwa sababu tu ya kutojua hiki tunachokifanya tunakifanya kwa mujibu wa sheria ama hatukifanyi kwa mujibu wa sheria. Huenda katika hizi sheria ambazo zipo na kanuni ambazo zimetungwa, kwa sababu kanuni na sheria zinabadilika yani sheria zipo lakini kanuni pia zinabadilika kila siku. Ni kama kwa mfano sheria ya uchaguzi. Sheria ya uchaguzi ipo lakini kanuni zake juzi zimebadilika, kwamba ambaye hata saini fomu zile atakuwa hana sifa ya kupiga kura. Kwa hizo ni kanuni tu. Kwa hiyo ndani ya sheria kunatungiwa kanuni ambazo hizo kanuni sasa ndio tunapaswa tuzifuate. Kwa mfano tukiwa na mtu kama sisi ni waandishi, kuna sheria zinazotusimamia lakini ndani yake zina kanuni kwamba bwana, sheria zenu za uandishi zinasema 1 2 3, lakini ukivunja mna sheria 1 2 3, lakini ukivunja hii kanuni utakuwa umejiingiza kwenye makosa haya na haya. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo tunapaswa tujifunze. Si lazima uende mahakamani kila siku, lakini una jukumu la kuwa na rafiki hata mwanasheria. Umuulize akupe elimu kidogo kwamba ni kipi hiki ukifanya hivi na nini. Nilikuwa nasoma historia ya Kamanda Muliro. Yeye ni mwanasheria. Sawa ana elimu ya sheria. Kwa hiyo anachokifanyaga wakati mwingine pia huenda tungemuuliza kwamba hii sheria inasemaje. Ndio maana baadhi ya vitu vingine anavizungumza kwa ujasiri. Kwa hiyo ni jukumu letu la kuhakikisha kwamba tunasoma mara kwa mara vitu ambavyo inatupa chakula cha ubongo, ili kuepukana pia na vitu ambavyo vina nani. Unaweza ukawa unatembea barabarani, huenda nani ambaye alikuwa anajua kwamba watu walikuwa na kipindi cha nyuma watu walikuwa na tabia kutukanana barabarani hovyo. Sasa hivi umesikia? Kwa nini? Kwa sababu baadhi ya watu wamejua kumbe kumtukana mtu pia hili ni kosa. Lakini baadhi ya watu wengine ukimuuliza anakuambia mimi nilikuwa sijui kama navunja sheria. Kwa hiyo kuanzia leo sitatukana tena kwa sababu kumbe nikisema hivi ninamdhalilisha mtu, nikifanya hivi nitakuwa naenda kinyume. Kwa hiyo hii itakuwa inasaidia kila siku kupata uelewa wa sheria. Na ndio maana Tanzania hapa kuna taasisi mbalimbali ambazo ni taasisi za sheria, ambazo wakati mwingine unaweza ukaenda kupata elimu ya sheria, namna ya kufanya kipi ufanye, kipi usifanye. Sawa bwana, ni wito huo kwa Watanzania wote. Bahati mbaya unakuta Watanzania tunaweza tukawa na vitabu vingi, lakini katiba yetu wengi wetu hatufahamu katiba yetu inasema vipi. Huyu ni Kusaga ambaye ameendelea kutupitisha hapo katika uchambuzi huo mujarab kabisa. Kusaga, unayo nafasi hapa ya kuzungumza na vijana wako ukapata maoni yao pia kutoka kwao. Sawa. Tutapata fursa ya kuzungumza na baadhi ya waandishi wachache ambao wako katika viunga hivi vya mahakama, nao wanasubiria ni kipi ambacho kitazungumzwa baada ya mahakama kuisha ndani. Lakini una fursa ya kutuma ujumbe mfupi hapo ambao unatufuatilia hivi sasa kupitia Kusaga TV, lakini kupitia vile Global TV mubashara moja kwa moja. Nilikuwa ninajaribu kukupitisha baadhi ya uelewa, na katika historia
Tundu Lissu ambaye leo ndio amewafanya watu wengi sana kufika mahakamani hapa. Yeye Tundu Lissu ni mzaliwa wa kijiji kimoja kinaitwa Mahambe, wilayani Kungi, Tanzania. Alizaliwa tarehe 20 Januari mwaka 1968. Ni mwanasiasa na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema Tanzania. Lakini maisha yake Tundu Lissu alizaliwa na familia ya wakulima tu, na alisoma shule ya sekondari ya Iliboro Arusha na akahitimu mwaka 1983. Halafu akasomea sheria katika chuo kikuu cha Dar es Salaam na akachaguliwa kuendelea pia na masuala mazima ya kujiingiza kwenye siasa. Baadaye akaja kugombea jimbo la Singida Mashariki katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huu ulikuwa ni mwaka 2015. Egan, njoo tunajaribu kidogo kuzungumza na miongoni mwa wanahabari ambao wako hapa. Egan, habari za asubuhi? Salama Kusaga. Habari ya leo? Niko vizuri. Nadhani tuko hapa kwa ajili ya kutekeleza majukumu yetu. Umefika kuanzia asubuhi hapa. Kipi ambacho umekiona na imekuwa rahisi kiasi gani kuhakikisha kwamba mmetekeleza majukumu yenu katika hiki ambacho kinaendelea? Kawaida kwa ambavyo tumezoea, wakati mwingine tukija kwenye mashauri kwenye mahakama hii ya Kisutu, tutafuata utaratibu wa kawaida ambao ni kuingia mlango mkuu, kuonyesha kitambulisho kama kihitajika, kujiandikisha na kufuata taratibu zote ambazo zinatakikana ndani na kusikiliza shauri husika. Lakini leo imekuwa tofauti. Tumefika mlangoni na licha kuonyesha vitambulisho kwamba sisi ni akina nani na tuko hapa kwa ajili ya shughuli gani, tuliambiwa waziwazi kwamba kwa siku ya leo tunaomba mtupishe kwa sababu leo yoyote haruhusiwi kuingia ndani. Na tulipojaribu kuuliza kwa nini, jibu lilikuwa tu ni kwamba kwa leo hapana. Kwa hiyo mkae nje na ikiwezekana mkae mbali kwa sababu leo hairuhusiwi. Ndio. Hii inatafsiri nini katika masuala mazima ya kuhakikisha kwamba haki ya Watanzania wanapata habari kwa wakati? Kwa namna moja ama nyingine ni kunyima umma haki, lakini wao wanaeleza ni sababu za ulinzi na usalama, lakini tunaamini sisi tumekuja kwa amani na kutimiza wajibu wetu kwa amani, lakini wao wana mamlaka zaidi, ni vyombo, wana kile ambacho labda wanafikiri kinaweza kikatokea tukiwepo. Kwa hiyo tunasikiliza, lakini kiukweli kabisa ni shauri ambalo linavuta hisia za wengi kwa sababu ni kiongozi mkubwa, lakini tofauti na kuwa kiongozi mkubwa, ni wakati muhimu kwenye taifa letu. Ni mwaka wa uchaguzi. Tunatamani kuhabarisha umma juu ya vitu mbalimbali ambavyo vinaendelea kwenye taifa letu kwa sababu tunaamini tuna taifa ambalo linaendeshwa kwa misingi ya haki na demokrasia. Na katika swala zima kuhusiana na kesi hii ya Tundu Lissu, kwa mara ya kwanza nilikuwa nasema hapa katika historia, ni kiongozi wa sita kwa nchi za Afrika kupatikana na kesi hii ya uhaini. Mara nyingi kesi hizi zinaendeshwa, mwisho wa siku inakosa ushahidi ule wa kuthibitika. Unashangaa tu labda jamhuri inasema hatuna nia ya kuendelea. Na nakumbuka pia hata Mbowe alipewa kesi ile ya ugaidi. Mwisho wa siku DPP akasema sina mpango wa kuendelea na shauri hili. Hii inatafsiri nini hasa katika sheria zetu ambazo tunazo za Tanzania? Mara nyingi zimekuwa na ukakasi. Kiukweli sitakuwa na majibu sahihi ya tafsiri ya kisheria, lakini tuende mbele turudi nyuma. Sisi tunaamini ni taifa huru ambalo linapaswa kuongozwa kwa misingi ya katiba na sheria, lakini zaidi ya yote sisi tunaamini ni taifa linalojipambanua, lina demokrasia imara. Kwa hiyo tunatamani kuona hayo. Kwa nitasema hivyo. Kwa hiyo haya mengine sitaki kwenda ndani sana, ijapokuwa kila mtu anaweza akawa na tafsiri yake, lakini hilo ndilo kubwa. Mimi ninaamini katika utawala bora ambao unazingatia sheria ambazo tumejiwekea, na sheria mama yetu ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwisho kabisa, unadhani tunawatendea haki wa Tanzania ambao walitarajia kuona kila kitu ambacho kinaendelea hivi leo? Na kesi hii wamesema kwamba itaendeshwa kwa njia ya mtandao. Labda walihisi kuna hali ya hatari ambayo itajitokeza? Kwa namna moja ama nyingine naweza nikasema hatujakata kiu ya Watanzania.
na kama nilivyosema awali, wao waliozuia vyombo vya habari kuingia ndani wana mamlaka hiyo na wana wajibu wa kisheria. Kwa hiyo wakati mwingine sisi kama waandishi tunatimiza majukumu yetu, lakini kwa kuzingatia pia miongozo ambayo tunapewa. Wao labda kuna sababu nyingine za kiusalama ambazo wanazifahamu wao, kwa hiyo tunaheshimu, hata kama tunaamini kwa leo tumekosa hiyo haki ya kimsingi ya kuhabarisha umma kama ambavyo ni wajibu wetu na tumekuwa tukifanya kila siku. Wewe hapa ulipo hauna kisu, hauna panga, hauna bunduki, hauna chochote. Ulichonacho ni hiyo kamera peke yake na simu yako. Na unaweza ukafika mahali ukaonyesha na kitambulisho baada ukamwambia bwana wewe subiri. Kuna haja sasa ya tasnia hii ya uandishi kuwa sasa tasnia ambayo inatambulika na iwe mhimili wa kujitegemea, ili ingalau kila kitu kiwe huru zaidi, kwa sababu kuna baadhi ya vitu vingine ni kama hatuwatendei haki sana wa Tanzania. Nitaendelea kusisitiza kwamba mimi naamini katika utawala wa sheria, ninaamini katika uongozi bora, ninaamini katika kufuata misingi. Mimi kama mwandishi ninafuata sheria, ninazingatia maadili ya kazi yangu, kwa hiyo ninaamini na mihimili mingine na yenyewe itafanya hivyo ili tuweze kuwa taifa ambalo linaenda pamoja. Sio mmoja anakwenda mbele, mwingine anabaki nyuma, na sio mmoja anahisi kukandamizwa na mwingine. Kwa sababu mwisho wa siku sisi ni Watanzania wote, sisi ni Tanzania moja, na mwisho wa siku tuko hapa kwa ajili ya kuishi na kufurahia uzuri wa nchi yetu, lakini tuko hapa kwa ajili ya kuijenga na kuviachia vizazi vingine nchi nzuri ambayo tumepewa na Mungu. Egan, mimi nikushukuru, endelea kutekeleza majukumu yako. Asante sana. Nilikuwa nazungumza na Egan ambaye pia ni mwanahabari mwenzetu. Kijiti hiki nimpe Joeli ingalau aendelee kuendeleza kidogo kwa uchache, licha kwamba tunatamani ingalau upate pafu ya maji, lakini kwa sasa kidogo tuwajuze wa Tanzania. Shukrani sana Kusaga, shukrani sana kwa uchambuzi huo bora kabisa ambao umeendelea kufanya. Tupo na mchambuzi hapa wa masuala ya siasa, mwandishi nguli kabisa huyu ambaye anaifahamu siasa kinaga ubaga. Sisi tunamfahamu kwa majina ya Nyorobi. Yeye anaweza kutambulisha kwa majina yake ambayo watu wengi wanamfahamu. Ni siku ya aina yake mjini kama ambavyo unaweza ukaona. Tumepata nafasi ya kushuhudia matukio mengi tangu asubuhi. Viunga mbalimbali vya jiji la Dar es Salaam vikiwa vimejaa maofisa usalama wa kutosha, lakini tumewashuhudia hapa baadhi ya watu wakichukuliwa na magari ya polisi. Tulitarajia kuendana na maelezo ya viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, baadhi yao wangefika hapa, lakini taarifa ambazo tumeambiwa wengi wao wameishia katika mikono ya mamlaka na wako katika uangalizi huo wa kimamlaka. Wewe hili tukio lote umelipokea vipi kama mwanahabari, lakini pia kama mjuzi wa masuala ya siasa? Kwa jina naitwa Kelvin Nyorobi, lakini ukiniambia nimelipokea vipi siwezi kukuambia nimelipokea, kwa sababu mimi ni mwandishi wa habari. Kikubwa kwa namna ninavyolitazama ni kwamba, cha kwanza, kabla ya mambo mengi, aliyeshtakiwa na ambaye ameshtakiwa kwa kesi hii ya uhaini ni mtu mkubwa sana ambaye amebeba tensheni kubwa za watu wengi katika taifa la Tanzania, lakini sio taifa la Tanzania tu. Na kesi yake inafuatiliwa na ulimwengu mzima. Kama ambavyo umejionea ni kwamba vyombo vingi vya habari takriban ulimwengu mzima pamoja na vile vyombo vya kimataifa. Dataflow inakuletea intaneti ya uhakika, ni salama na huunganisha kwa haraka. Unganisha na watu zaidi ya 30 kwa wakati mmoja. Inakaa na chaji kwa muda mrefu zaidi ya masaa 11. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.